Ikiwa kuna kitu kikubwa ambacho hujawahi kimiliki na umekuwa na malengo na nia ya kumiliki, ujue mpaka umefikia umiliki wa hicho kitu, kuna vita utakutana nayo. Vita hiyo inaitwa vita umiliki. Kila mmoja katika ulimwengu wa roho, kitu ambacho ni kikubwa hajawahi kifikia, ili aweze kukifikia hicho kitu, lazima kuna vita apigane nayo. Katika ulimwengu wa roho huwa tuna mistari ambayo kila mmoja huenda kwa asili, huenda hiyo mistari ipo. Kila familia ina mistari yake ya kumiliki. Ni rahisi sana mtu ambaye amezaliwa kwenye familia ambayo imemiliki kitu fulani na yeye kukipata. Na ni ngumu sana kwa mtu ambaye amezaliwa kwenye familia ambayo haijawahi miliki kitu fulani yeye kukipata. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna mistari imechorwa ambayo inazuia unapotaka ufikie mahali hapo ambapo wengine kwa asili hawajawahi kufika. Jua kwamba kuna vita umiliki ambayo lazima utumie mamlaka ya kiroho ili uweze kumiliki kitu hicho. Haikuwa rahisi Mungu kuambia wana wa Israeli ya kwamba kila mahali zitakapokanyaga nyao za miguu yenu nimewapa kuwapa kwenu. Ikumbuke mahali hapo katika namna ya mwili kuna watu wanamiliki. Na ni ngumu sana kwamba umekanyaga tu mguu mahali fulani unasema nimepamiliki. Lakini kilichokuwa kinazungumzwa pale ni kukamata katika ulimwengu wa roho, alafu baadaye ni kurutiisha katika ulimwengu wa mwili. Mambo yoyote ambayo unataka uyamiliki hivi sasa ni lazima uanze kuyamiliki katika ulimwengu wa roho. Kama ulimwengu wa roho umekuwa na uzito au haujakubaliana na kila kitu, ukikipata katika mwili hakiwezi kudumu wala hakiwezi kukaa, kitapotea. Utakuwa shahidi, kuna watu ambao wanapataga vitu vikubwa lakini havikai kwenye maisha yao. Ni kwa sababu wamepata vile vitu kama ajali, havijatokea kwenye plani za kiroho. Na kama vikitokea kwenye plani za kiroho, kila kitu kinahitaji nguvu ya kukikontrol, nguvu ya kukitiisha. Kuna watu wanapataga vitu vizuri havikai, ni kwa sababu hawana nguvu ya kiroho ya kuweza kuvitiisha vile vitu na vile vitu viweze kukaa. Ni lazima uwe na nguvu ya kiroho. Hata kiwango cha fedha, ukishika kiwango ambacho wengine hawajawahi kushika au kiwango ambacho wewe mwenyewe hujawahi kushika, hicho kiwango unahitaji nguvu ya kiroho ya kuweza kukitiisha ili kikutii. Nje ya hapo, kile kiwango kitakuendesha, kitakuamulia uende wapi, ule nini, ufanye nini. Lakini mtu mwenye nguvu ya kiroho ambaye tayari umiliki wake umeanzia katika namna ya kiroho, Mungu anapomletea baraka ilishaandaliwa. Mungu alishamuandaa mtu yule, nguvu za kiroho za kuvutana zilishaandaliwa. Kwa hiyo kinapokuja, hata kama na pressure ya mwili, lakini ana utulivu wa roho wa kuweza kukiamuru kile kitu na kukitawala. Hata kiwango cha fedha, kiwango cha uchumi, unahitaji nguvu ya kiroho uweze kukitawala. Unajua ni ngumu sana kwa mtu ambaye huna pesa kupata pesa, lakini ni rahisi sana kwa mtu mwenye pesa kupata pesa zaidi. Ni kwa sababu vitu vya kiroho huwa vinafata mwenye kitu. Biblia inasema kwamba mwenye nacho ataongezewa, asiyekuwa nacho atanyang'anywa hata kile kidogo. Kumbe kuna watu ambao kwenye familia zao hawanaga vitu fulani. Kwa hiyo unapotaka wewe ujitokeze uweze kumiliki au uende hatua fulani, lazima ukutane na vita ya umiliki, vita ya asiri, vita ambayo inaweza kukung'ang'ania, inaweza kupambana na wewe. Ikumbuke kwamba katika namna ya kiroho tunamiliki na tuna vitu ambavyo tunamiliki. Na ndio maana Mungu alipokuwa anazungumza na sisi, alikuwa anazungumza na sisi kama watu wa rohoni, kwa sababu anajua tuna utajiri wote wa rohoni, tuna vitu vyote vya rohoni. Lakini namna ya kuvidhihirisha katika mwili kuna process yake, kuna hatua zake. Ni maombi yangu mbele za Mungu siku ya leo, Mungu akupe ufahamu wa kuweza kumiliki vitu na kuvitawala katika ulimwengu wa roho, na Mungu akupe neema ya kuvunja madhabahu ya kitu ambacho hujawahi kukimiliki ili uweze kukimiliki. Iko hivi, mtu ambaye hujawahi kumiliki gari ni ngumu sana kupata gari, lakini mtu ambaye amewahi kumiliki gari ni rahisi kupata gari la hatua nyingine na kiwango kingine. Lakini kipindi ambacho huna gari ni ngumu sana kupata hata gari bovu, ni ngumu sana hata kupata kitu fulani kibovu, ni ngumu, kwa sababu katika ulimwengu wa roho madhabahu zinakataa. Tunasema kuna vitu vingine huwa tunavipata kwa mwanzo, ukikipata tu kile, vunja madhabahu, sema Mungu nimemiliki kitu hiki. Najua katika asili ya kwetu hamna ambaye amewahi kumiliki. Ninakanyaga na kutawala mahali hapa. Mungu ninaomba unipe neema kwenda mbele zaidi. Sitaishia hapa, nataka kwenda mbele zaidi. Kuna mtu, kuna kiwango fulani cha kifedha uliyokifikia ambacho kwa pamoja, unajua naweza nikasema kiwango cha fedha, kuna mtu ukipiga hesabu ya maisha yako niliwahi kumiliki kiasi fulani, lakini kuna kile kiasi cha pamoja ambacho kimekuja. Ukikikamata ambacho hujawahi kukamata,
kisemee, kinenee, kiambia kwamba ninakutiisha, na hapa sio mstari wangu, nitaenda mbele zaidi. Hapa ni mstari wangu wa kwamba sitarudi nyuma chini ya hapa, nitaenda mbele zaidi ya hapa. Unainua imani yako, na wakati mwingine kama kuna kitu ambacho kimekuwa ni kikubwa kwenye maisha yako, Mungu amekupa neema kukipata, unasema Mungu, ninatoa sadaka yangu hii ya kujiunganisha na wewe na kuvunja madhabahu ambayo kwa asili ya kwetu huenda hakuna ambayo imewahi kufikia, hakuna ambayo imewahi kufika mahali hapa, hakuna ambayo imewahi kuvuka mahali hapa. Mungu, nimevuka mahali hapa na ninakamata katika ulimwengu wa roho, patakuwa pa kwangu. Unajua, mtu ambaye kwenye familia yenu hakuna ndoa takatifu, ukitaka upate ndoa takatifu ni vita. Mtu ambaye kwa asili tangu umezaliwa au tangu kwa asili ya familia yenu hamjawahi kufikia level fulani ya elimu, na hakuna mtu mwenye historia amewahi kufikaga hapo, ukitaka ufike hapo, kumbuka kuna mashambulizi mengi. Na mara nyingi mtu ambaye anaonekana na kitu kwenye familia, vita yake inakuwa ni kubwa. Mtu ambaye anaonekana anaweza kuwa mkombozi, anaweza kuwa msaada wa familia, vita yake inakuwa ni kubwa, majaribu yake yanakuwa ni makubwa, yani mashambulizi yake yanakuwa ni makubwa. Ajabu ni kwamba wakati mwingine wakakupiga vita watu wa familia yako, watu wa ndugu zako, watu ambao umezaliwa nao, ambao wewe ukifanikiwa ndio msaada kwenye maisha yao. Lakini ajabu ni kwamba hao wanaweza kukupiga vita. Na kuombea Mungu siku ya leo akusaidie, akuvushe mahali ambapo ulikuwa hujawahi kufika, akupeleke mahali ambapo kwenye familia yenu hamna ambaye amewahi kuvuka, ukafikie mahali ambapo kuwahi kufika. Wale ambao mlitamani kupanda ndege, wale ambao mlitamani kufikia mahali fulani kwenye level ya elimu, mlitamani kuwa wanasiasa, mlitamani kuwa wafanyabiashara wakubwa, mlitamani kupata ndoa takatifu, mlitamani kubariki ndoa, umekuwa kwenye ndoa ambayo haijabarikiwa, nasema Mungu nisaidie. Wengine kwenye familia yenu kuna maroho ya magomvi tu, watu wana maroho ya taraka, watu hawana roho ya heshima, na kuombea Mungu akufanyie wewe kuwa heshima kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninaomba kibali cha umiliki, ninamiliki na kutawala kwa jina la Yesu. Kila ambacho Mungu mwahi kunipa, ninaomba neema kuendelea mbele zaidi. Ninakataa kila mstari tuliocholewa kama wanafamilia au wanaukoo, kwamba wote tuwe kwenye hali inayoendana, wote tuwe kwenye hali sawa. Nakataa huo mstari kwa jina la Yesu. Mimi nitakuwa tofauti, mimi nitakuwa wa mfano. Kama kuna jambo ambalo limekuwa ni pigo kwenye familia yetu, halitakuwa kwangu. Kama kuna magonjwa ambayo yapo kwenye familia yetu, hayatakuwa kwangu, na yakataa kwangu na kwa kizazi changu kinachoendelea, katika jina la Yesu. Napokea neema ya umiliki, neema ya utawala, neema ya kutiisha katika kila jambo ambalo nilikuwa sijawahi kulifikia. Mungu, naomba unipe neema ya kuweza kulifikia kwa jina la Yesu. Anza kuomba pamoja na mimi. Unajua ni nini ambalo kwenu ni pigo, unajua ni nini ambacho kwenu hamjawahi miliki, kwenu ni vita ya kumiliki. Mwambie Mungu nisaidie. Wengine hata chombo tu cha moto, hata pikipiki tu, kwako ni vita kumiliki. Mwambie Mungu, naomba kiwango cha kumiliki, naomba neema kumiliki. Nafuta huo mstari, naondoa hiyo kamba, naondoa huo mnyororo, naondoa huo mpaka, naenda mbele kwa jina la Yesu. Nakomboa mikono yangu, naomba Mungu nisaidie nikavuke kiwango ambacho niliwahi kukifikia, nikafike kiwango cha zaidi. Navuka mipaka niliyowahi kuwekewa. Wengine mmewekewa mipaka mtabaki Afrika, wengine mmewekewa mipaka mtabaki mahali fulani, na kuombea Mungu akusaidie, Mungu akupe neema. Wengine mmewekewa mipaka kwamba mkipata pesa magonjwa yaje, mkipata uchumi mzuri pesa iende kapotee kwenye magonjwa, na kuombea Mungu akusaidie. Hayo magonjwa sio fungu lako, hiyo hali ya giza sio fungu lako. Na kemea hiyo roho ya giza na uzuia umiliki, na iombea miguu yako, naombea nyayo za miguu yako, maana imeandikwa, Mungu amesema kwamba atatupa umiliki kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yetu. Na kuombea utawala, pokea neema utawala, pokea neema umiliki, pokea neema umiliki. Naamuru katika ulimwengu wa roho, kila ambacho kilikuwa kinakataa wewe ukimiliki, naamuru kishindwe kwa jina la Yesu. Kila kizuizi cha kumiliki, vizuizi vya kumiliki, toka, achia kwa jina la Yesu. Kataa vizuizi vya umiliki, kataa kwa jina la Yesu. Wengine hata simu tu za maana, roho za giza zinakuja zinavuruga. Wengine ndoa za maana, mapepo yanakuja na vuruga. Wengine uchumi wa maana, kazi ya maana, roho ya giza inakuja na vuruga. Na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akupe neema ya kumiliki. Wengine kukaa kwenye uwepo wa Mungu, roho ya giza inakuja na vuruga. Ukitaka usimame kwenye imani, iko miungu inakuja kwenu, nasema hakunaga kwetu atakayefanyaga ibada, hakunaga kwetu mtu ambaye ameweza kusimama kwenye imani, kwenye maombi. Inakuja na kuletea vitisho. Ewe madhabahu ya giza toka, ewe miungu toka, ewe roho za uharibifu toka, ewe roho unaivuruga mambo toka. Na vunja hiyo mipaka, na kata huo mpaka, na ufuta huo mstari, na kuombea neema ya kumiliki.
umiliki. Pokea utiisho na tiisha kiwango cha uchumi. Roho ya kuchanganyikiwa kwa kupata kiwango kizuri cha fedha na ikataa kwa jina la Yesu. Nafungua malango ya baraka, nafungua malango ya kumiliki. Pokea neema ya kumiliki na kutawala. Pokea neema ya kumiliki na kutawala. Neema ya kumiliki na kutawala. Pokea umiliki, pokea utawala. Kila utakachokipata ukakitawale, wala kisikutawale, wala kisilete matatizo kwenye familia, katika jina la Yesu. Ninakuombea Mungu akufungue, na kuombea Mungu akupe neema. Pokea neema kuvuka, pokea neema kwenda mbele, pokea neema kufanyikiwa katika jina la Yesu. Kila vita umiliki inaozuia safari yako, inaozuia njia yako, ikuachie kwa jina la Yesu. Wengine mnazuiliwa, mnataka mbaki pale pale. Yako maagano ya giza yanazuia msiende mahali popote. Tangu umezaliwa mama yako na baba yako walikuwa pale pale, na wewe uko pale pale. Inazuia nyie kwenda mbele, inazuia nyie kutoka hapo. Na kata huo mstari, na kata hilo pepo, na vunja hilo boksi, na kuombea Mungu akufungue fahamu, Mungu afungue viwango vya uchumi. Wewe ukawe msaada kwenye familia, wewe ukawe msaada kwenye familia. Mungu akutumie wewe, Mungu akutumie wewe, Mungu akutumie wewe, akuinue. Maagano ya umasikini, maagano ya magonjwa, maagano ya kukataliwa, maagano ya kukosa uzao, toka kwa jina la Yesu. Roho za kufeli na kataa kwako na kwa familia yako, Mungu akusaidie, Mungu akutetee. Pokea neema, kibali cha umiliki kiwe juu yako katika jina la Yesu. Sema napokea umiliki, napokea umiliki, napokea kumiliki katika jina la Yesu. Sasa baada ya maombi haya, weka nadhiri na moyo wako na Mungu wako. Mwambie Mungu, ninaomba unisaidie. Utakapoweza kunipa kitu fulani, Mungu, nitafanya jambo fulani kwa ajili ya utumishi wako au kwa ajili ya utukufu wako. Weka nadhiri ya moyo wako, kitu ambacho ulikuwa hujawahi kukifikia, nia ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu, nina nia kitu fulani. Jambo lolote ambalo kwa asili au kwa namna ya kuzaliwa kwenu hakuna ambao umewahi kufikia, mwambie Mungu, ninaweka leo alama ya kwamba nahitaji unifikishe kwenye kiwango fulani, na Mungu atakusaidia. Nahitaji univushe niende mahali fulani, nahitaji uniponye ugonjwa fulani, au nahitaji unitendee kitu fulani. Mungu atakutendea. Weka nia, weka nia, weka nia, weka nia, weka nia, weka nia ndani ya moyo wako, na itakuwa kama ulivyoomba. Mungu akusaidie. Vuka mipaka kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Nilikuwa naomba na wewe maombi haya. Naamini Mungu amekuhudumia, amekubariki na amekutendea mema. Wewe ambao unatamani uendelee kupokea vipindi vya kiroho na vitoa kila siku, karibu kwa njia ya WhatsApp kwa namba inaonekana kwenye screen yako. Na wale ambao mnanifuata kwa njia ya mitandao ya kijamii, karibu YouTube channel kwa kuandika Maombi ni Dawa. Tatokea mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, bonyeza alama kusubscribe. Na wale mnaonifuata kwa njia ya TikTok, pengine uko TikTok wakati huu, na unaweza kubonyeza alama ya kujumlisha au ukasearch, ukaenda TikTok ukaandika Maombi ni Dawa, nitatokea Pastor Godwin Ndelwa. Tahadhari, zipo akaunti nyingi ambazo ni fake. Akaunti yangu ina zaidi ya followers 100,000, ina zaidi ya followers 100,000. Hiyo ndio akaunti sahihi, zaidi ya followers 100,000 au 100K, na hiyo ndio akaunti sahihi ambayo unaweza ukanifuata. Akaunti zingine ni za matapeli. Mungu akubariki, akutendee mema. Na wewe ambao unasikia ndani ya moyo wako kuachilia sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu akubariki.